bwana kuna some professions ambazo bwana usizingilie kwa sababu umemwona hakika anafanya na unamwona bwana hakika anafanya na inamuingizia kipato ama anafanya alafu anakwenda vizuri tu. Bwana kuna kazi zingine sema kuna taaluma ambazo ni mwito mzee. Bwana kuna taaluma ambazo ni mwito bwana, mwisho siku ukito unafaa kuitika. Bwana usione mwenzako bwana ni pastor ama ni bishop ama ni mchungaji place fulani amazing, ukakuta it's very easy bwana kuwa mchungaji bwana kuwa bishop kuwa pastor, ule ni mwito mzee. So unaweza jiingiza kule bwana ukataka kuwa pastor lakini bado ya ulimwengu bado unayatamani sana. Ushanisoma bwana, hiyo changamoto by the way. Exactly. That's the main challenge like squeeze. Bwana tetesi mtaani leo tunadondoke bwana saa bote, nadhani ni Trans Nzoia County kodi 254. Bwana waumini kule walijaa mpaka wakachoma kanisa. Bwana saa bote bwana Trans Nzoia County. Waumini walikasirika mzee baba mpaka wakamua bwana kuchoma kanisa ise. Kisa kwa sababu bwana kiongozi wa kwaya ya wanawake katika lile kanisa na alikuwa amewed recently. Yani in fact tuseme amewed to last month. Amefunga pingu za maisha tu last month. Bwana kiongozi bwana wa kwaya ya wanawake. Alikuwa nadhani bwana alikuwa na date na pastor. Alafu bwana pastor akamleta hapa kwetu Mombasani vacation. Nadhani hiyo ilikuwa mwezi wa 4. Nasema tu ngoja yani pastor alimleta mtoto kike vacation. Sasa kiongozi wa kwaya sasa mtoto kike aliolewa na pastor hilo kanisa. Ngoja nisoma. Bwana huyu kiongozi wa kwaya ya wanawake mtoto kike ameolewa na mshikaji mwingine bwana mshirika pale kanisani. Ako na mwezi katika ndoa. Sasa ni kambe pastor pia alikuwa analamba sana. Sisi anaitaka pastor anaigonga. Legota sasa bwana pastor akamleta mtoto kike vacation hapa Mombasani. So walipokuwa vacation hapa Mombasani wakapiga zile picha za kiutu uzima na zile video za kiutu uzima. Yaani kama mimi nimpeleke bwana Pendo Zanzibar. Ama nimpeleke Pendo Diani. Alafu unajua tena mapenzi ya kinoga. Bwana Pendo amebaki na kapanti na kupiga video. Nubez. Ama Pendo akondedes. Ana dance mimi namchukua video. Wana mrekodi si mapenzi. Mapenzi bwana, yani ako komando. Akidance mimi namshoot video. Sasa mtoto kike nadhani alikuwa anamtumia pastor zile picha ambazo bwana na zile video ambazo alishoot wakiwa vacation. Kwamba tulitoka huko na hizi. Hebu sema neno accidentally. Akazituma kwa WhatsApp group ya kanisa. Accidentally. Sema tena accidentally. Akazituma kwa WhatsApp group ya kanisa ya church nyingine. Sasa waumini wakashikwe bwana, wakajawa na hasira. Unajua siku hizi bado watu wako online sana. Ukishatuma ishapokelewa. To make the matter worse. Mtoto kike ana mwezi tu ameoleka na mchizi pale kwa kanisa. Na pastor amehusika bwana kufunga ama kufundisha ile harusi. Alafu nude hizi zinatumiwa nani? Nude hizi zinatumiwa kwa group kila mtu yaona. Wako wote tu hivyo wametulia kwa bedding. Alafu mwaliuliza kwa nini sio? Yaani wako wote kwa hoteli, yani ako mbele yako nyuma wakiwa commandos. Sasa waumini wakajamu wakatembelea ile kanisa na petrol. Sasa tunavyopiga story kanisa ni jivu mzee. Hapo mapasta. Bwana hakika kabla utume picha confirm. Lakini sometimes unajua bwana hakika kabla utume, unajua kuna vitu zingine unaweza fanya kwa haraka. Lakini kuna vitu zingine take your time bro. For example, unaweza jipata umemtumia mother in law. Bwana kuna vitu unaweza fanya ni jamaa. Kuna vitu unaweza fanya kwa haraka. Lakini kuna vitu vingine take your time. Si unatuma tu mwanzo. Si unatuma tu ovyo. Unaweza jipata bwana umetuma group la Bahari FM. Uko hizi mzee. Asitaki hata kuimagine. Umetumia your mother in law. Your father ama umemtumia wife sasa. Lakini wife unaweza explain. Kwa wife unaweza explain. Yaani kama dando mzee umetume bwana kwa watu bwana, tumeingia asubuhi kumekucha tunataka tuone kama madingo bwana wametuma nini hapo kwa group bwana ya Bahari bwana leo bwana kuna mipangilio gani ya kazi. Tukifungua
hakika uko bonoko. Sasa wale walichoma kanisa, sisi tutachoma studio. Amna. Jamani, watu wapige starehe mpaka wazimalize mwanzo ndio waingie upande wa pili bana. Si aibu hiyo? Mzee. Hiyo ni aibu kubwa sana. Hapo ndo mwaniuliza kwa nini ndio kwa. Alafu wewe na imagine unaheshimiwa pale mtaani, wewe ni pastor. Watu wanakurespect. I'm very sure huyu pastor hii ngoma tayari alikuwa naye. Ama wakati unajua kuna utaratibu watu wakitaka kufunga pingu za maisha na kwenda bwana kwa pastor kupewa ushauri. So wewe bwana pastor instead ya kutoa ushauri akafundisha mpaka practical. Instead ya theory. Pastor kaingia lab akachanganya bwana chemicals. Unaenda kanisani? Unaenda church? Unaenda church? Sawa, tutaongea chini ya maji.